Kilichotuleta hapa leo ni kuunganisha furaha zetu na kuwajengea historia nzuri hawa waheshimiwa hapa mbele. Kwa haraka wao wanaweza wasijue nini kinaendelea, lakini kumbukumbu hii haitoki kichwani mwao au kwenye akili zao. Hii kumbukumbu haitoshi. Ndugu mkurugenzi, sisi kama benki ya CRDB na jamii ambayo tunakuzunguka, ukiacha cheo cha ukurugenzi, lakini tunakutambua wewe kama askofu. Ingawa siku hizo natuambia tukuita askofu mstaafu, lakini imekuwa ngumu sana kuelewa. Nadhani ni kwa sababu ya mazoea. Katika jamii ukisikia mtu anaitwa askofu, huna haja ya kuzunguka sana akili kuelewa kwamba huyu ni mtu wa namna gani katika jamii. Na nadhani hiyo inaweza ikawa ndio chachu kubwa ya kwa nini shule haina muda mrefu lakini tayari una 43 students hapa. Pupils. Sio kitu cha kawaida sana. Sisi wengine tunadili na hivi vitu moja kwa moja. Tunatembelea mashule mengi, tunakutana na watu wengi. Lakini shule ambayo haijamaliza hata miaka 3 kusikia tayari na wanafunzi 43 sio kitu kidogo. Kwa nini imekuwa hivyo, au kwa nini imekuwa ni rahisi sana kwako? Ni kwa sababu watu hawana wasiwasi wala hofu yoyote na weledi wako. Na kwa wale msiojua, huyu mtu ni daktari wa PhD. Kwa hiyo huna haja ya kuwa na wasiwasi wako kuleta mtoto katika shule yake. Tunatambua wazi kwamba unao walimu, lakini guidance yako ni kubwa sana. Na ndio maana hata watoto ukiwaona tu kwa haraka uhitaji mtu akusimulie kwamba kuna namna wanalelewa. Kuna misingi fulani wanapitia. Kwa umri wao ni ngumu sana kuwaweka pamoja afu akaona kwa utulivu kama walikuwa nako sasa hivi. Yaani hapa mara mwingine angekuwa naruka, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku. Lakini mimi tangu nimefika nilikuwa naangalia kwa makini, wanaongea kama kawaida yao lakini wanakaa utulivu. Ina maana wamelelewa. Sio kitu kidogo kwa lika hili kuwa na utulivu wa namna hii. Sasa kwa sababu mimi nimekuja kumwakilisha meneja, naomba nipitie kidogo tu kila alichonituma kwenu na nisiongeze sana, maana nikiongeza sana na haribu. Kwa hiyo nipitie tu kwa haraka. Upande wa mwanzo wa risala nimesikiza vizuri na tulichambua pia na meneja, ilikuwa ni safi. Upande wa pili wa risala ambao una changamoto. Sasa meneja akaniambia, bwana wewe unajua haya mambo. Ukishaenda sehemu, ukishasikia tu ni mgeni rasmi, jua unaenda kutatua changamoto. Kwa hiyo kutakuwa na mambo mengi lakini changamoto ni swala lako. Tulipitia changamoto zote, zipo 5 kwa jinsi mlivyoziainisha pale. Na ameniagiza au amenielekeza moja kwa moja taarifa ifike kwako kwamba siku ya Jumatatu ufike pale ofisini, uende moja kwa moja ofisini kwake, na hii risala ameniomba nirudi nayo ofisini ili mkae pale sasa muichanganue. Lakini kuna vitu vya moja kwa moja vitakavyotatuliwa siku hiyo ya Jumatatu. Kwa hiyo risala hii sisi kama benki na kama pia wadau wakubwa wa maendeleo katika jamii tumeiona inafaa, na kuna sehemu kubwa ambayo tutachangia. Lakini Jumatatu ufike ofisini kwa manager. Uzuri wewe huna ugeni wowote, vijana wako tupo, tutakupokea. Wewe kwetu ni simu moja tu, tunafanya. Kwa hiyo yote yatazungumzika na hakuna kitakachochelewa. Na kuna vitu vya haraka ambavyo unaona vinafanyika tu haraka. Havina hata mazungumzo makubwa. Kwa hiyo kwa upande wa risala naomba niwasilishe kwa namna hiyo bila kuongeza wala kupunguza chochote, nitaharibu.
Mheshimiwa Mkurugenzi, kwa ridhaa yako naomba niishie hapa. Nazidi tena kukupongeza. Sisi kama CRDB tuko pamoja na wewe kuinua shule hii, ufaulu upande, watoto wazidi kujaa, kuhakikisha kwamba miundombinu ipo ya kutosha. Asante sana. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Aya, tumefika mwisho wa ratiba yetu hapa, na ibaki kumshukuru sana ndugu yetu manager wa benki ya CRDB ambaye amemtuma ndugu yetu Sebastian Mafuru kuja kushirikiana nasi. Tunasema asante sana kutoa muda wako. Siku ya Jumamosi tunajua ni siku fupi sana katika benki, na kutoa muda wako kuja kushirikiana nasi ni heshima pamoja na furaha kubwa. Umetutia moyo sana. Ndugu zangu wazazi wa watoto mnao ambao wanahitimu leo au ambao wameshahitimu sasa, nataka kusema asanteni sana. Mmetuamini, mmetuletea watoto hawa, na tunaamini kwamba tumetoa mchango wetu katika kuandaa kwa ajili ya hatua inayofuata ya maisha yao. Na tunaomba mchague shule zilizo nzuri za kuwapeleka ambapo wataweza kuendeleza kile ambacho wamepewa hapa. Kwa wazazi wa watoto ambao mnaendelea nasi, tunawakaribisha hapa. Nadhani mmepata barua tayari kutoka kwa mwalimu mkuu. Kwa hiyo barua zitakuja tena zingine, mwalimu mkuu atawaandikia tena ili kurekebisha hiyo tarehe kutoka tarehe 5 kwenda tarehe 13. Na ninyi tunawaombeni mwe mabalozi wetu kwa wazazi wengine mnaokutana nao huko kwenye maisha mtaani huko kwenye maeneo yenu ya kuishi. Waambieni kwamba tunawakaribisha walete watoto wao hapa. Katika kuandaa mambo ya mwaka kesho, mengine tumemweleza mgeni rasmi kwenye risala, lakini hayo madarasa mawili yako tayari kusubiri watoto, na viti kwa sehemu kubwa vimo ndani na meza ziko ndani hapo kwa ajili ya kukaribisha watoto wetu wengine watakaokuja wapya. Tunaomba Mungu atusaidie kwa msaada wenu na kwa msaada wa benki ya CRDB na wadau wetu wengine, ili madarasa hayo yajae watoto. Sasa niseme jambo dogo tu hapa ambalo nimeulizwa mara nyingi. Serikali wakija hapa, wadau wetu wakija hapa, wanasema mkurugenzi, askofu mstaafu, ingekuwa vizuri watoto wetu wakija hapa wasiondoke hapa, waendelee darasa la kwanza. Ni sawa. Ukiwa na maono lazima uwe na mahali pa kuanzia. Kweli si kweli? Sisi kwa kwanza tunataka tuwe shule ya chekechea ambayo itashindana na shule nzuri zote nchi nzima, wala sio Tarime peke yake. Tunataka kujiita wataalamu wa elimu ya chekechea na awali. Hiyo ikishakuwa nzuri ikatosha, ndipo tutasogea hatua moja mbele kusema wale watoto wabaki hapa. Kwa sababu maono yetu sisi ni wale watoto wakiwa wadogo tuwaandae vizuri. Sasa wewe mzazi, ukichukua jukumu la kumpeleka shule ya hivi mbaya, sasa ni uamuzi wako. Lakini shule nzuri za primary zipo hapa Tarime na ziko zingine mahali pengine. Katika kuwashukuru wazazi kwa kuwekeza hapa hasa katika elimu ya watoto wenu, nataka niwaambie mimi sio mdau wa elimu kwa maana ya kutengeneza shule ili watu walipe karo ili nipate pesa. Hiyo pesa itakuja labda miaka 5 ijayo. Sio sasa hivi. Nataka kuambieni huko nchi za wenzetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi za wenzetu huko mbali, elimu wanayowekeza sana na kuifanya vizuri sana ni ya hawa jamaa hapa. Sisi tutakwenda sekondari, tunakwenda university, lakini kama huku chini hapajakaa vizuri ni shida kubwa sana. Na nimepata bahati mimi ya watoto wangu, mmoja amesoma chekechea nje ya nchi, mwingine amesoma shule ya chekechea lakini ya international ya kanisa hapa Tanzania. Na naweza nikaona baada ya hapo hatua zilizofuata hazikuwa ngumu sana kwao. Kwa hiyo chekechea yetu hii na awali ikishakuwa nzuri sana kwa idadi ya watoto, kwa ubora wa elimu tunayotoa, kwa malezi tunayowapatia, ndipo sasa hiyo hatua nyingine tunaomba Mungu atusaidie tuifikirie. Lakini kwa sasa
Tukijaza haya madarasa, tukawatolea watoto wenu malezi yaliyo mazuri, ndipo tutafikiria sasa tuende hatua nyingine. Ukianza kidogo alafu ukapanuka ghafla, hata kwenye biashara yoyote ndugu yangu, hata benki, ukianza benki leo hujajua wateja wako, huduma zako kwao na kadhalika na nini, haijakaa vizuri, ukafungua matawi 100, unatafuta matatizo. Lazima ufanye vizuri katika ngazi fulani, alafu unapoenda mbele unaenda ukiwa na msingi wako mzuri. Kwa hiyo naomba sana wazazi mtuvumilie kwamba tunawarudishia watoto hawa. Ndugu yetu pale wa Msati yupo, St. Jude nafikiri wamepata msiba, alafu na Mugambi tuliwaita, na zingine ziko nyingi hapa. Lakini tunafikiri ninyi sasa wazazi mtafanya kazi ya utafiti na kujua shule zilizo vizuri zaidi kwa hapa Tarime, alafu mpeleke watoto wenu pale. Na wengine mnaweza mkawachukua hata mkapeleka shule za mbali zaidi. Kwa hiyo kuhusu hilo jambo ambalo nimeulizwa mara kwa mara, jibu langu ni hilo. Mtuombee tufanye vizuri katika hatua hii ya kwanza, tuimarishe iwe kama zege ya mafanikio, alafu tutakwenda hatua hiyo nyingine. Kwa sasa tupambane kwanza na hii ikae vizuri. Ikishakaa vizuri, Mungu atatufungulia njia, tutasogea mbele. Baada ya kusema hayo, niseme narudia kuwashukuru Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni wetu wote mliokuja, na washukuru sana. Mungu awabariki. Mtuombee kwa sababu dini zote ni dini za maombi, ni dini za sala. Mtuombee sana kwa sababu mwaka huu kwetu, kama tulivyosema, kama alivyoeleza mwalimu mkuu kwenye risala, umekuwa mwaka ambao tunauza viti nyumbani, tunauza makochi, tunauza mashamba, tunauza chochote kile ambacho tunaona tulikuwa pengine kimekaa hapo tunakihitaji miaka 5 10 ijayo, tumekiuza ili tuje tuendeshe shule hii hapa. Na tukikwambia tu hata kwa hesabu zetu mwaka mzima karo tuliokusanya milioni 25. Lakini gharama ya kuendesha hii shule mara 3 mara 4 ya hapo kwa mwaka mmoja. Sasa hela tumetoa wapi? Ina maana tumejinyima sawa sawa na wewe. Kwa hiyo wale ambao watoto wao wanaendelea hapa, tunaomba mwe wakarimu. Mkisikia tumeongeza shilingi 10 au 100 ama laki kwenye karo, msilalamike. Mtusaidie kupunguza yale makali ya maisha kwetu sisi, na hasa sisi ambao tumestaafu, ili tuweze kuishi na watoto wetu hapa na walimu wetu na wafanyakazi bila kulala njaa nyumbani. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Werema Nsenga, ni mzazi wa Dibruni Werema Chacha. Napenda kushukuru kwa kupewa nafasi hii kuwawakilisha wazazi wenzangu kwa ajili ya neno fupi. Kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mzazi wa Dibruni Werema Chacha ambaye leo ni muhitimu kwa ngazi elimu ya awali. Sasa mimi ni jirani wa shule hii pia, kwa hiyo wakati hata inajengwa kuanzia mwanzo tulikuwa tunaona, tulikuwepo. Sasa mwanangu alianza kutembelea hapa, sikuwa na utayari kwamba aende shuleni, lakini akawa anakuja, ndio watu waliokuwa wanahudhuria hapa anasema shuleni, basi tukaona aingie hapa shuleni. Kwa niaba ya wazazi, naomba kushukuru kwa malezi mlioweza kuwapatia watoto wetu, na tumekuwa tukiwaona maendeleo yao hata nyumbani pia. Tuliwahi kuja kikao cha wazazi hapa, tuliongea. Kila mzazi aliyehudhuria hapa alikuwa shuhuda wa mambo ambayo, wa maendeleo ya mtoto wake. Kila mtu ilikuwa inaonekana kwamba ni maendeleo yalikuwa ni chanya. Kwa hiyo naamini mpaka kwa hatua hii ya leo, kwa kipindi kile, na nadhani ilikuwa sijui mwezi wa 5 nadhani kipindi hicho, naamini maendeleo yaliyopo sasa mpaka leo hii tunavyoongea ni maendeleo makubwa sana. Watoto nadhani ni kama wote, sijui kwa kwangu anajua kusoma na kuandika Kiingereza na Kiswahili, nadhani na wengine pia itakuwa hivyo, kwa sababu tumeona hapa mbele mambo anayoweza kuyafanya na kuyaongea. Kwa hiyo kwa niaba ya wazazi sisi tunaomba kushukuru uongozi wa shule na walimu kwa ujumla kwa malezi mliowapatia watoto wetu na kuwafundisha vizuri. Tunaamini hata huko wanakoenda basi wamepata mwanga na watafanya vizuri sana huko wanakoenda. Basi
Mimi sitakuwa na mengi ya kusema sana. Niwatakie tu kila laheri watoto wetu huko wanakoenda. Asante.